السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تعالى وطاعته ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولقد فاز المتقون. Enyi waumini, awali ya yote nakuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika ni amri ya Allah kwa watu wote kumcha yeye, na hivyo hivyo kwa hakika kwamba wamefaulu wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Fahamuni ya kwamba bado tumo katika mwezi wa Dhulqaada. Mwezi wa Dhulqaada ni mmoja wa miezi mitatu ya Hija. Si hivyo tu, bali vile vile ni mmoja wa miezi minne mitukufu, ambayo miezi hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ametutaka sisi tusidhulumu nafsi zetu ndani ya ibada, ndani ya miezi hiyo. Na hakika mwenye kufanya taa ndani ya miezi hiyo, basi malipo yake ni mudhaafa, na yule mwenye kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya miezi hiyo, basi malipo yake ni mughalladha, ni mazito zaidi. Walio basi kila mmoja wetu aendelee kufahamu hivyo na kujichunga katika yote yenye kumkera Allah subhanahu wa ta'ala na kumkhalifu bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mwezi huu unaelekea ukingoni, ambapo ukimalizika mwezi huu utaingia mwezi wa Dhulhijja. Mwezi wa Dhulhijja una pilika nyingi mno za ibada. Kuna wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewarahisishia na kuwafikisha kuelekea katika viwanja vya hija, na kuna wale ambao ndio wengi wataendelea kubakia katika miji yao, na kila mmoja katika makundi haya kuna mambo yanamhusu. Basi katika hutuba hii tuchukue fursa kwa wale ambao watakaoendelea kubakia katika miji yao. Hakika katika mwezi utakaokuja kuna siku kumi ambazo michana yake inakuwa ni bora zaidi kuliko misiku yake. Kufanya ibada katika masiku hayo ni jambo lilokuwa kubwa mno kuliko masiku mengine yote, na ibada zingine ni ibada ambazo lazima mja ajiandae ikiwa ndani ya mwezi wa Dhulqaada kabla ya kufika mwezi wa Dhulhijja. Katika hayo ni al-udhiya, ni kuchinja siku ya sikukuu taqarruban ila Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kuchinja siku hiyo, siku ya Eid al-Adha, kuchinja kwa wale ambao hawatakao kwenda hija, kuchinja huku kwa ajili ya Eid al-Adha.
lakini yote haya ni takharrubani ila Allah subhanahu wa ta'ala, ni kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwani katika ibada zilizokuwa kubwa mno, na ibada hiyo hufanyika katika masiku hayo. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, fasalli lirabbika wanhar, swali kwa ajili ya Mola wako na vile vile uchinje kwa ajili ya Mola wako, ambapo aya hii na aya nyingine inayokusudiwa zaidi ni siku ile, inayokusudiwa zaidi siku ile, siku ya mwezi 10, siku ya Eid al-Adha, na baadaye masiku matatu yatakayofuatia baada ya hapo. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allah anasema, sema wewe Muhammad, inna salati, hakika swala zangu mimi, wa nusuki, na ibada zangu za kuchinja, wa mahyaya, na uhai wangu, wa mamati, na kule kufa kwangu na umauti wangu, lillahi rabbil alamin, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye ni Mola wa viumbe wote, la sharika la, Mola ambaye hana mshirika, yeye ni yeye tu peke yake. Wa bidhalika umirtu, basi kwa hayo mimi nimeamrishwa. Wa ana awwalul muslimin, na mimi ni wa mwanzo mwenye kutekeleza, mwenye kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika aya hii ambayo maarufu kabisa inazungumzia masala mazima ya ibada ya kuchinja katika siku ile, ambapo hii ilikuwa ni katika mambo ambayo ni ada ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa qala ta'ala, wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru isma Allahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya surati al-Hajj, wa likulli ummatin ja'alna mansakan, kila umma tumewajalia sehemu na muda maalum kwa ajili ya kuchinja kwa ibada, liyadhkuru isma Allahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, ili wamdhukuru Allah, wamkumbuke Allah juu ya vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyowaruzuku katika wanyama wafugwao. Fa ilahukum ilahun wahid falahu aslimu, hakika Mola wenu nyinyi ni Mola mmoja, Mola wenu ni Mola mmoja, kwake yeye basi mjisalimishe, kwa maana kwamba mchinje kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala, msichinje kwa ajili ya masanamu, msichinje kwa ajili ya majini, msichinje kwa ajili ya mizimu ya aina mbalimbali, bali mchinje kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu watu wengi wanachinja kwa ajili ya vitu mbalimbali, kwa nia mbalimbali ya kukusudia mambo yao ya kidunia au ya kiibada, kinyume na ibada ya kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini nyinyi fahamuni ya kwamba fa ilahukum ilahun wahid, Mola wenu nyinyi ni Mola mmoja. Falahu aslimu, jisalimisheni kwa kutekeleza ibada hiyo ya kuchinja kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala, wala isiwe kwa ajili ya mwingine yoyote yule. Aya hizi kama tunavyoziona zinahimiza katika masala mazima ya kuchinja kwa ajili ya ibada, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hivyo hivyo laqad thabata 'ani an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yaqulu al-Bara' ibn 'Azib radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, man dhabaha ba'da as-salati faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnat al-muslimin, hakika siku hile, siku ya Eid, baada ya Eid, mtu atakayechinja baada ya kukamilika swala ya Eid, basi mtu huyu inakuwa ibada yake imetimia, iko sawa sawa, na hivyo hivyo asaba sunnat al-muslimin, na amesibu ule mwenendo na ile sunna ya Waislamu ya kuchinja baada ya swala ya Eid. Kwa hadithi hii inaonyesha kwamba ile sunniyatu muakkada wa kuchinja siku ile, siku ya Eid. Hivyo hivyo Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama, licha ya kuamrisha, licha ya kutoa maelekezo, naye vile vile siku ile ya Eid alichinja Bwana Mtume miaka yote aliyokuwa Madina, ama miaka ile hakwenda hija,
bwana mtume sallallahu alayhi wasallam dhaha, alichinja siku ya Idi, kama yakulu Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam dhaha kabshayn amlahayn dhabahahuma biyadihi, kaya mtume sallallahu alayhi wasallam katika moja ya masiku ya Idi alichinja mbuzi wawili, mabeberu wawili, dhabahahuma biyadihi, alichinja kwa mkono wake, biyadihi sharif, mkono wake mtukufu, wasamma wa kabbara, na alimtaja Allah subhanahu wa ta'ala, na alimtukuza biqaulihi bismillahi Allahu akbar, wa wada'a rijlahu fi sifahihima, na vile vile katika kuchinja bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliweka mguu wake juu ya shingo za wale wanyama waliokuwa wakiwachinja, ikiwa ni tarwihi ala albahima, kuwaserehesha wale wanyama, na vile vile ni ihsani ilaihima, na ihsani kwa wanyama hao, kama alivyoamrisha bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Yenye Waislamu, yakulu an-nabii sallallahu alayhi wasallam, kama anavyotusimulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, man wajada sa'atan wa lam yudaha fala yuqarribanna musallana, au kama qala sallallahu alayhi wasallam. wal hadith akhrajahu al-imam Ahmad fi musnadihi wal imam Ibn Majah fi sunanihi. Anasema bwana mtume sallallahu alayhi wasallama, man wajada sa'a, yule ambaye atakayekuwa na uwezo katika siku ile, siku ya Idi al-Adha, wala yudah, na wala mtu huyu akuchinja, uwezo anao wa kuweza kununua mbuzi au kondoo au ng'ombe au ngamia, ikafika siku ile mtu huyu akuchinja mtu huyu, basi anasema mtume sallallahu alaihi wasallama, wala yuqarribanna musallana, basi mtu huyu asisogelee mswala wetu wa Idi kuja kuswali. Kwa nini? Yeye uwezo anao, ana uwezo kuwalisha watu wake wa nyumbani, ana uwezo, pesa ikabakia 200,000 akanunua mbuzi akachinja, fasalli li rabbika wanhar, lakini akaacha kuchinja, anakuja kuswali. Anafuata nini mtu huyu? Anaacha katika mambo makubwa kabisa ndani ya siku kubwa hii, yaumul akbar. Kwa nini? Mtume sallallahu alayhi wasallam huyu akae pembeni kabisa, asije, kwa maana kuacha kwamba ni jambo lilokuwa zito na ni ibada iliyokuwa kubwa ya kuchinja siku hiyo kwa mtu ambaye ana uwezo wa kuchinja. Ndugu zangu, hiyo siku inakuja, na siku hii jinsi ilivyo ni kwamba lazima maandalizi yaanze mwanzo kabisa, kabla ya kuonekana mwezi wa kuingia mwezi wa Dhulhijja, ambapo maandalizi yanatakiwa yafanyike mwanzo. Kwa sababu gani? Kwa sababu ndio utaratibu ambao alioweka bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hivyo hivyo wakati wake wa kuchinja, kama qala sallallahu alayhi wasallam, mwanzo yakulu nabii sallallahu alayhi wasallam, man dhabaha qabla salati fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi, yule ambaye siku hiyo atakayechinja mnyama wake kabla ya kuswali swala ya Idi, basi hiyo itakuwa ni nyama tu, nyama ambayo ameiandalia familia yake, lakini haingii katika ibada. Walaisa minan nusuki fi shay'in, hiyo haisabiki kwamba ni ibada, bali inakuwa kama mtu ana mfugo wake au amenunua mfugo wake akaamua kuchinja kwa ajili ya kula nyama, haingii katika ile ibada ya siku ile, siku ya Idi. Kwa kuchinja kwa maana yake kwamba ni kuchinja baada ya kuswali swala ya Idi. Ama labda mtu anaweza akawa safarini, yule atakayekuwa safarini atakadiria tu kwamba kwa mida hii, kwa mji huu uliokuwepo, basi tayari watu wa maeneo haya washaswali swala ya Idi, kwa hasatan kuanzia labda mida ya saa 3 za asubuhi. Katika miji yetu hii na miji mingi ya Waislamu duniani, watu wanakuwa washaswali swala ya Idi, basi huyo atakadiria kweli. Ama yule ambaye atahudhuria katika swala ya Idi, ajue kama mwanzo wa kuchinja ni mwanzo baada ya kumaliza kuswali swala ya Idi. Ama kinyume cha hapo, kama qala sallallahu alayhi wasallama, kwamba hiyo fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi, hiyo itakuwa ni nyama
na hivyo hivyo zoezi hilo la kuchinja litadumu ndani ya siku 4 kama qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi alhadith alladhi akhrajahu al-imam Muslim fi sahihi ayyamu at-tashriq ayyamu aklin wa shurbin wa dhikri llahi azza wa jalla. Basi yale masiku ya tashriq, masiku matatu baada ya siku ya kwanza ni masiku ya kula, ni masiku ya kunywa na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa dalili hii alulama kumeweka kwamba inafaa kuchinja baada ya kumaliza Eid mpaka mwishoni wa siku ile katika min ayami tashriq, siku ya mwezi 13. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wa ba'd, ndugu zangu, hili jambo la kuchinja siku hiyo ni ibada adhimu, lina maelekezo mengi mno kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fahamuni tu ya kwamba hakuna sahaba au salafi salih aliyekuwa na uwezo siku hiyo aliyeacha kuchinja siku hiyo. Hakuna yoyote katika wale wema waliotangulia kuanzia bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumina hadha. Hivyo hivyo ndugu zangu, mnyama atakayechinja inatakiwa asalimike na aibu, asalimike na ugonjwa au na dosari za wazi kabisa kwa mnyama huyo. Ina maana ukadimishe, uelekeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala kile kitu kilichokuwa kizuri na bora zaidi. Lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kwani hakika amtafikia wema nyinyi mpaka mtoe, mnatangulize vile ambavyo mnavipenda, ambavyo kwa na thamani zaidi, kwa sababu mnavitanguliza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Si kwa sababu ya Allah ukapeleka kwamba mnyama nyongefu kabisa, mnyama aliyechoka, hapana, bali upeleke aliyekuwa bora. Ingekuwa mfugaji ukisema huyu simtoi, lakini kwa ajili ya Allah huyu atachinjwa siku ya Eid baada ya sala, ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watusami watukabbir bismillah Allahu akbar, unamchinja mnyama wako. Ndugu zangu, na baada ya kuchinja ile nyama, yakulu nabii sallallahu alayhi wasallam fi alhadithi Salama ibn al-Aqwa' radiyallahu ta'ala anhu annahu qala sallallahu alayhi wasallam kulu wa at'imu wadakhiru. Wal hadith akhrajahu al-imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, hizo nyama kuleni, sio hivyo tu, walisheni watu wengine, toeni sadaka kwa jirani, kwa rafiki, zawadi, kwa wasiojiweza, wa muhtajin, toeni. Kama umechinja wengi, wanyama wengi umechinja kutokana na uwezo wako, imebakia nyama, nafanya nini? Basi nyingine wadakhiru, ihifadhi katika majokofu, weka katika mafriji, utaendelea kula mpaka pale itakapoisha. Kwa hiyo kina kiasi utakula siku ile, kuna kiasi utatoa zawadi kwa jamaa, rafiki zako, kwa jamaa zako, pamoja na sadaka. Kuna kiasi kama kimebakia, basi kihifadhi, wala usiende kukitupa. Kwa nini? Kwa sababu kuchinja huku sio kwamba lazima kila mtu achinje mbuzi mmoja au ng'ombe mmoja. Kila mmoja achinje kwa mujibu wa uwezo wake. Zile mali, una uwezo mkubwa, chinja zaidi, chinja ng'ombe 10, 15, 20, 100 lillahi tabaraka wa taala, kwa ajili ya Allah. Mali yako, pesa zako, utajiri wako huo amekupa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kukadimisha kwa ajili ya Allah, unaonaje ubakhili? Basi utakuwa wewe ni mtu mwenye nuks ya ajabu kabisa, kuonea ubakhili akiwa unaamini kwamba mali hii amenipa Allah, na Allah huyu akiamua kuninyang'anya atanyang'anya, akanirudisha kuwa ni maskini kabisa, lakini amenipa kama tunu. Sasa kutoa kwa ajili yake kuna uzito gani? Chinja kwa uwezo uliokuwa nao, nenda kavunja account, kanunue ng'ombe, chinja. Fasalli li rabbika wanhar, swali kwa ajili ya Mola wako siku hiyo, na chinja kwa ajili ya Mola wako. Kumekuwa na mazoea hapa, kuna wanyama wanapita, vichinjo vya ndugu zetu Waislamu kutoka nchi mbalimbali za Kiislamu vinaletwa, miradi hiyo mikubwa. Ndugu zetu hawa wakopendelea kheri ndugu zao katika nchi hizi, wanaleta, tunaona wanachinja.
Allah walipe katika vichinjo vyao, na nyama zinagaiwa. Lakini wewe usitosheke na hiyo, kuna 1,500,000 imebakia, yani unakaa nayo. Nunua mbuzi, chinja. Una 200,000 imebakia, nunua mbuzi, chinja. Choma nyama, tafuna. Usisubiri kuomba kusubiri uletewe mzigo kutoka kwa wale waliochinja. Kwa nini ushindwe? Kwa ajili ya Mola wako Allah tabaraka wa taala, kisha unakula mwenyewe na watoto wako. Ni kheri iliyoje hii, ndugu zangu. Hii ni nyama ambayo inayoliwa au inayochinjwa, inatokana na yule mnyama. Kwa watu natakiwa tumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala katika hiyo ni kheri kubwa mno. Hivyo hivyo inafaa kuchinja kama sadaka. Kwa sadaka kuwachinjia watu wengine, kuwachinjia watu wako, kuwachinjia maiti wako, kama unatoa sadaka na sadaka, zile thawabu ziendee maiti zako waliotangulia au jamaa zako. Kwa maana hiyo, yule mtu ambaye aliyekusudia kuchinja sasa amekusudia, baada ya kusikia ukumbusho huu, mawaidha haya, kusema na mimi insha Allah nitachinja. Msikilize bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam madha yaqul. An Salamah radhiyallahu ta'ala anha annaha qala anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala idha ra'aytumul hilala dhil hijja wa arada ahadukum an yudhi falyumsik an sha'rihi wa adfarihi. Wal hadith rawahu Imam Ahmad wa Imam Muslim wa Abu Dauda wa Tirmidhi wa qala wa jaa fi ziyada hatta yudhi. Anasema bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, idha ra'aytumul hilala dhil hijja, basi pindi mtakapouona mwezi wa dhil hijja, kwa maana utakapoandama mwezi wa dhil hijja, wa arada ahadukum an yudhi, na mmoja wenu akakusudia sasa mimi nitachinja mwaka huu baada ya kuswalini siku ile, basi mtu huyo aliyekusudia falyumsik an sha'rihi, basi azuie nywele zake, kwa maana asikate nywele zake, na hivyo hivyo adfarihi, na hivyo hivyo asikate kucha zake, baada tu kuandama kwa mwezi kuingia katika mwezi wa Dhulhijja. Basi sunna iliyopo ni kujizuilia kutokukata nywele wala kutokukata kucha. Ile hali kwamba ikifika siku ya sikukuu jioni yake kwenda saluni, wewe unataka kuchinja, bwana Mtume sana anakuelekeza wewe usinyoe wala usikate kucha mpaka utakapokuja ukaswali sala ya Eid. Ukiswali sala ya Eid ukachinja, ukimaliza kuchinja, baada hapo sasa nyoa nywele zako, kata kucha zako. Ina maana ni zoezi linachukua takribani ndani ya siku 10. Na hii kuna hekima nyingi ulama wamezielezea. Katika moja ni ile muasati, kushabihiana kama vile mahujaji wanapokuwa hija kuanzia yaumu tarwiya, siku ile ya mwezi 8, mahujaji hao wakihirimia pale Maka, wakiondoka kutoka Maka kuelekea Mina, watatoka Mina wataelekea Arafa, watatoka Arafa watakwenda Muzdalifa, watatoka Muzdalifa siku ya mwezi 10 watakuja asubuhi kurudi Jamarati. Wakifika Jamarati watatupa mawe vijiwe 7, bismillah, Allahu akbar. Wakimaliza kutupa mawe watachinja. Wakimaliza kuchinja watasogea mbele kidogo, watanyoa nywele zao baada ya kuchinja mahujaji. Ina maana baada ya kuchinja kwao inakuwa tahallalu, wamehalalika sasa, wanaruhusiwa kufanya vitu vingine. Baada ya hapo watamaendelea kukamilisha ibada zao. Kwa hiyo na wewe unakusudia kuchinja, Mtume salama anakuambia wewe jizuie, falyumsik an sha'rihi wa adfarihi, basi mtu huyo ajizuilie kunyoa na kukata kucha mpaka baada ya kuswali Eid, kisha kuchinja, ndio utanyoa nywele zako ukiwa kama vile sembamba na wale ndugu zetu watakaokuwa katika viwanja vya haji. Haya ni maelekezo bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambaye as-salafuna salih maelekezo haya waliyachukua wakayashika kwa meno ya magego, wala hawakuyachezea, hawakuangalia dunia yao, waliangalia kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kumalizia hutuba, vile vile katika kuchinja kuna adabu ziko nyingi mno, ulama wamezielezea, lakini tudondoe chache katika mina adabi adh-dhakat, adabu za kuchinja. Katika moja ya adabu, yusanu istiqbalu al-qibla bidhabihati 'inda adh-dhabh, kuelekea kibla, kumwelekeza yule mnyama kibla na wewe kuelekea kibla 'inda adh-dhabh, wakati wa kuchinja. Hiyo jambo limekuwa ni mustahabun
kwa sababu unachinja tunaelekea kokote, bali unaelekea kibla, kama faala an-nabiy sallallahu alayhi wasallama wa kama amara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Na hivyo hivyo al-ihsanu ila adh-dhabiha, na wale wanyama wanaokusudia kuwachinja ambao tutakuwa nao majumbani mpaka siku hiyo, basi kuwafanyia ihsani, kuwapa chakula, kuwapa maji na kadha, kama amara an-nabiy sallallahu alayhi wasallama, wa idha dhabhtum fa ahsinu adh-dhabha, pindi mtapotaka kuchinja basi wafanyeni wema wale wanyama mnaowachinja. Walihidda ahadakum shafratahu, na mmoja wenu atakapotaka kuchinja kile kisu akinoe kiwe kikali, ili atakapochinja iwe mara moja tu amefanya nini, ameweza kukata ile mishipa ile shingo, amemserehesha yule mnyama, waliyuriha dhabihatahu, na vile vile kumpa raha yule mnyama kipindi kumchinja. Sio kwamba kumchinja kwa kisu dugi sichokata kwa sababu usimnyama, inatakiwa kwa sababu ni kitu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kila kitu kiende kwa nisbat nzuri kabisa, kwa utaratibu mzuri, maelekezo mazuri, kwa sababu ni ibadatan lillahi subhanahu wa ta'ala. Sio vitu ashwai, vitu vya fujo, ni vitu ambavyo vya kiibada na kutaraji kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo hivyo kwa tasmia inda dhabhi, na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala wakati wa kuchinja, bismillah Allahu akbar. Kwa hili kubwa, na siku hiyo ni siku ya takbira, ni siku ya kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ni matatu machache kuyakumbusha katika zile adabu za nini, adabu za kuchinja ambazo tunashikamana nazo. Ndugu zangu, kama tulivyosikia hutuba, kila mmoja wasiatie nia kujiandaa na nyama kwa ajili ya kuchinja. Tuondoe zile nia za kujiandaa kupokea sadaka, hizo nia zipungue, bali tujiandae kutoa vile vyetu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana mchinja kadha wanaoingia ni bahimatul an'am, ni wanyama wafugwao, mbuzi, kondoo, ng'ombe na ngamia wa mashabaha dhalika. Wa sallallahu ala Muhammad, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Sallallahu ala Muhammad wa qumu ila salatikum.